Huwa ni mpenzi mwanamichezo hasa mpenzi wa klabu kubwa Tanzania, na hapa namzungumzia klabu ya Simba Sport. Leo tupo na taarifa kubwa za kimichezo kuhusiana na klabu yetu pendwa hii ya Simba Sport, na kubwa zaidi tunakwenda kutaja sajili zote ambazo klabu ya Simba wamezikamilisha, na tutakwenda kufafanua ni kwa nini wamefanya sajili hizo, nani anaondoka na nani anabaki katika kikosi cha Simba. Hii itakuwa ndo mwanzo wa kufafanua taarifa za kweli na taarifa za uongo kuhusiana na klabu yetu pendwa ya Simba Sport. Sasa kama ndo mara ya kwanza unajiunga na channel hii, usahau kusubscribe na kutuambia kwenye comment washabiki wa Simba kutokea maeneo gani, na ukatupa maoni yako kuhusiana na michuano ya Mapinduzi inavyoendelea. Unatuona katika nafasi gani? Tunakwenda finali na kulichukua kombe, tukwenda kumfunga mtani wetu wa jadi Young African ambaye amekuwa na consistency ya kutufunga kwa kipindi fulani hivi, lakini tunakwenda kukata utepe msimu huu. Na kama unakubaliana na mimi, basi subscribe na hapo bonyeza hiyo like na kuniambia wewe shabiki wa Simba kutokea maeneo gani. Lakini kubwa zaidi, tutaanza kufafanua taarifa kuhusiana na Simba Sport, na tutataja taarifa ambazo zinazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii. Kwanza kukanusha taarifa za uongo kuhusiana na sajili za Simba Sport, na kwenda kutaja sajili ambazo Simba Sport wamezikamilisha, sajili 5 hadi sasa, tukiachana na sajili ya kwanza ya Clatous Chota Chama ambaye imekuwa ni taarifa ya uzushi, taarifa ambayo si ya kweli, taarifa ambayo ni ya kutaka kuleta propaganda hizi za kuwafanya mashabiki wa Simba wafurahi kwa kitu ambacho ni asilimia zaidi ya 85 akiwezekani, kulingana na mkataba wake ulivyo na Singida Black Stars, lakini pia na uhusiano uliovunjika kati ya Simba na Clatous Chota Chama. Lakini usajili mwingine ambao ulikuwa unazungumzwa sana ni kurudi kwa Jose Luis Miquissone ambaye kwa sasa yupo nje ya mkataba na timu yake. Licha ya kuwa na performance nzuri, timu yake imekataa kumwongezea mkataba. Sasa klabu ya Simba Sport nao hawawezi kutumia mchezaji hata kama amekuwa na performance nzuri. Timu yako ikikuvunjia mkataba na ukaonekana performance yako ni nzuri, kuna mambo mawili, huenda bado hujatosha kulingana na kile alichokuwa anakitaka kwako. Sasa klabu ya Simba nao wameamua kusema hapana. Mwanzo walikuwa wanahitaji saini ya Miquissone, lakini baada ya klabu yake kumvunjia mkataba wakaona ni vema nao pia kutulia na kuachana na Miquissone ili kuendelea na wachezaji wengine. Sasa hizo ni sajili ambazo zilikuwa zinazushwa sana mitandaoni, lakini kwa bwana mkubwa hapa ambaye amethibitisha, bwana Ahmed Ally, semaji wa klabu ya Simba Sport, amethibitisha sajili 3 ambazo Simba Sport wamekwisha zifanya, sajili ambazo zimetangazwa kabisa na klabu ya Simba Sport. Kwanza katika benchi la ufundi kila mmoja anazifahamu, lakini kwa wachezaji tunakwenda kuzungumzia mchezaji ambaye amepewa kapteni Hamba Bande akiwa kule nchini Uganda na klabu yake ya Vipers. Hapa namzungumzia bwana mdogo Aaron Super wa Okello ambaye anafanya vizuri akiwa na klabu yake ya Vipers na timu yake ya taifa ya Uganda. Amesaini mkataba wa miaka 2.5 Abdrahman Abdul kutoka katika klabu ya USM Alger. Huyu amesaini pia mkataba wa mwaka 1.5 baada ya kuachana na klabu yake hiyo ya USM Alger. Kubwa zaidi ni swala ambalo kama lilitokea kwa bwana mkubwa Msuva kushindwa kumpa stahiki zake na akawapeleka mahakamani. USM Alger wameamua kuvunja mkataba na amekuja kwenye klabu ya Simba Sport. Lakini mchezaji mwingine ambaye anajiunga na klabu ya Simba Sport ni nyota kutoka katika timu ya Polokwane City ya nchini pale South Africa, Oswin Apollos, ambaye amekubali kujiunga na klabu ya Simba Sport baada ya Kaizer Chiefs kushindwa kufikia matakwa ambayo walikuwa wanayataka. Lakini pia kwa klabu kama Orlando Pirates ambayo ilimwambia itamsajili, lakini hatopata uhakika wa namba, hajapambania namba, na yeye anahitaji kuitwa tena kwenye timu yake ya taifa ya South Africa. Kwa hiyo ameona platform pekee ya kuja kucheza ni Simba Sport, na klabu yake itapokea 30% ya mauzo kama Simba Sport itamuuza tena kwa klabu zingine kubwa za Afrika Magharibi. Hapa nazungumzia Waarabu au kwenye timu yote ya South Africa au nje ya barani Afrika. Kwa hiyo Simba Sport na Polokwane City wameingia makubaliano maharumu, na hii ni faida kubwa kwa klabu ya Simba Sport. Kama ulikuwa unaitazama sana mechi za South Africa ni AFCON, utakuwa umemwona bwana mkubwa Oswin
Apollos mwenye kiwango kikubwa, goli 50 kwa misimu miwili kwa klabu kama Polokwane City si kiwango kidogo, ni kiwango kikubwa kuitwa kwenye timu ya taifa ya South Africa na unacheza katika timu kama Polokwane City na ukapata nafasi ya kuanza. Wewe si mtu wa kawaida. Lakini kuna tukio kubwa ambalo limetokea ndani ya kikosi cha Simba, na hii ni kuhusiana na nani anaondoka ndani ya kikosi hiki. Wengi walikuwa wanamzungumzia bwana mkubwa Joshua Budo Mutale. Yes, huenda akatolewa kwa mkopo kwenda katika klabu ya Singida Black Stars au klabu nyingine ambayo atakwenda kupata game time na kupata exposure zaidi, ili klabu ya Simba waweze kuongeza majina ya kimataifa. Lakini kuna jina kubwa lingine lilikuwa linatajwa kwa bwana mkubwa Lamek Lawi ambaye aliwahi kuhusishwa na klabu ya Simba Sport. Mambo bado hayajakamilika, ila tusubiri tuone. Usahau kusubscribe. Asante. Simba nguvu moja.